Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, usiku wako ulikuwaje? Ni matumaini yangu ya kwamba ulikuwa ni wa baraka. Mimi unaweza kuwa tu mahali unanitazama asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, unajiuliza, yani wewe mtumishi, unajua mahali ambapo niliweza na kulala? Unajua yale ambayo yameweza na kunipata? Unajua vile ambavyo nimeweza na kulia? Unajua vile ambavyo nimeweza na kukosa usingizi usiku wote? Lakini mtazamaji wangu, ninakwambia kwamba mimi ninaweza kuwa sikujui, sijui ya yoyote, sijui ni kipi ambacho unakipitia, lakini ningetaka tu uamini kwamba Mwenyezi Mungu hayo yote anayaelewa, hayo yote anayajua, anajua yote kabisa, na hivyo basi anakushughulikia iwapo unamwamini, iwapo tegemeo lako tu ni kwake peke yake. Ningekusihi asubuhi ya leo uzidi na kumtumainia yeye mwenyewe, maana hali zako zote anazielewa na anakujua. Endelea na kujipiana mbele zake na kupiana yote ambayo unahisi kwamba ni mzigo kwako, na hakika ataweza na kushughulikia. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kuongezewa nguvu, tuzidi na kuongezewa matumaini kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Pastor Priscilla Mwasya kutoka kanisa la ABC Mwanga Kangundo Pastorate Machakos Sabweni Kota. Karibu sana tuongelee ndani ya haya manyunyu. Mpendwa mtazamaji, nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Neema ya Mungu na kibali chake ikaendelee kuwa juu ya maisha yetu. Tunasoma katika Luka mtakatifu sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ilikuwa ya kwanza iliyoandikwa katika Kirineo alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa Mari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amemposa, naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kukaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamfika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante sana kwa ajili ya wema wote ambao umeonyesha kwetu. Ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nena nasi Mungu wetu katika neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Wakati ambapo tumesoma katika hilo neno, tumeona neno la Bwana, tumesoma katika hiyo Luka. Neno la leo linasema nafasi ya Yesu iko wapi? Tunaona Yusufu na Mariamu walienda kupeleka majina yao kama vile ilivyokuwa imeagizwa, ili wakaweze kuandikwa pamoja na jamaa zao. Na Biblia imesema ya kwamba walipokuwa mahali pale, wakati wa kuzaa mtoto wa Mariamu ukafika, na wakatafuta mahali ili wakaweze mahali mtoto anapopaswa kuzaliwa. Na Biblia imesema walikosa nafasi kabisa katika nyumba zile, kwa maana Biblia imesema nyumba zilikuwa zimejaa wageni. Na pia tunaona huyu mtoto Yesu aliweza kuzaliwa katika hori la kulia ng'ombe. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo Yesu alikosa nafasi mahali pale. Yesu alikosa nafasi wakati alipokuwa azaliwe, na tunaona alipokosa nafasi alizaliwa tu mahali ambapo hakustahili kuzaliwa, na mahali pale mama yake na baba yake wakamtunza yule mtoto. Asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji, Mungu wetu anauliza nafasi ya Yesu iko wapi katika moyo wako? Maana katika mioyo yetu Yesu anataka awe na nafasi katikati yake, ili akaweze kukaa pale na akaweze kutawala mahali pale. Japo katika mioyo yetu wengi wamejaza mioyo yao, wamejaza na mambo mengi mno, ambayo mambo yale
yanamnyima Yesu nafasi akaweze kuwatawala. Tunaona kunao ufisadi, wengi wamejawa na ufisadi, wengi wamejawa na uongo, wengine wamejawa na ulevi, wengine wamejawa na chuki, wengine wamejawa na ugomvi, wengine wamejawa na fitina, na mambo kama hayo yamejaa kabisa katika mioyo ya watu, na hivyo haya mambo yanamzuia Yesu asipate nafasi katika mioyo yao. Hivyo asubuhi ya leo, wacha tukampe Yesu nafasi katika maisha yetu. Wacha tukampe nafasi Yesu katika mioyo yetu, ili akaweze kutawala, ili akaweze kuiongoza, ili akaweze kuiandaa kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili. Huu ni mwezi wenye shughuli nyingi. Mpendwa mtazamaji, usikubali shughuli za mwezi huu zikaweze kumfanya Yesu akose nafasi katika moyo wako. Upate tu nafasi ukamweke Yesu mwana wa Mungu katika moyo wako, ili akaweze kutawala. Wakati unaposhughulikia mambo ya mwezi huu, upate nafasi ya kushughulikia mambo ya Mungu. Tunaposoma katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema anabisha mlangoni mwa mioyo yetu. Anabisha mlangoni wako mpendwa, na anasema iwapo utamfungulia mlango, Biblia inasema Yesu ataingia, atapata nafasi katika moyo wako, ataingia mahali pale, atakula pamoja nawe, nawe utakula pamoja naye. Mpendwa mtazamaji, nafasi ya Yesu iko wapi katika maisha yako? Nafasi ya Yesu iko wapi katika moyo wako? Wengi wamejishughulisha na mambo yasiyompendeza Mungu na wamemnyima Yesu nafasi katika mioyo yao. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo, wacha Yesu akapata nafasi katika moyo wako. Ukamfungulie mlango wako, ukamfungulie moyo wako. Ataweza kuingia, atakaa katika moyo wako, nawe utakuwa mbarikiwa. Na ile neema ambayo tunatafuta utaweza kuipata. Ile neema ambayo unaipenda kila siku utaweza kuipata. Maana mwenye neema ataweza kuingia katika moyo wako, na ataweza kukaa mahali pale, ataweza kukaa pamoja nawe, ataweza kukuongoza, ataweza kukubariki, na ataweza kukushughulikia katika mambo yako ya kila siku. Hata kama ni yale magonjwa, ataweza kukuponya. Hata kama ni ule ufisadi, ataweza kukuondolea. Hata kama ni ule uongo, ataweza kukuondolea. Hata kama umelemewa na ulevi, Yesu ataweza kukuondolea. Hata kama umelemewa na chuki, Mungu wetu ataweza kukuondolea, maana amepata nafasi katika moyo wako. Mpendwa mtazamaji, mpe Yesu nafasi katika moyo wako, ili akaweze kutawala. Asikose nafasi kama wakati wa kuzaliwa kwake, nawe utakuwa umebarikiwa. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, wewe ni mwema na ni mwaminifu. Neno lako limetuhimiza tukaweze kukupa nafasi katika mioyo yetu. Unabisha mlangoni wa mioyo yetu, unataka tukufungulie ili ukaingie mahali pale. Yesu, karibu katika mioyo yetu, ukaweze kutawala mioyo yetu na kutenda mapenzi yako katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Ukubwa ama ukuu wa Mwenyezi Mungu huonekana kupitia unyenyekevu. Je, wewe ni mnyenyekevu ama unyenyekia mbele za Mwenyezi Mungu? Swali kwako. Hapa tumeweza na kufundisha, tukaweza na kuona kwamba Yesu Kristo aliweza na kuzaliwa katika kambi ya wanyama. Yesu angezaliwa tu katika nyumba ya kifahari. Yesu angezaliwa tu katika nyumba ya ufalme. Lakini maana Mungu mwenyewe alitaka hata kuonyesha unyenyekevu, Yesu akazaliwa katika kambi la wanyama pale. Na hata tunafundishwa na kujua kwamba Mungu hufanya mambo yake kwa njia tofauti sana. Kwa njia tofauti sana. Kwa njia zisizo za kawaida, na mara nyingi upendelea wanyenyekevu. Hivyo ni kusema kwamba katika ile hali ambayo upo,
unanyenyekea tu mbele za Mwenyezi Mungu, anaweza akakutumia hata kuliko wale ambao wanajulikana, wako na majina makubwa makubwa, wako na mali, wale ambao wanajiona ni wao. Yani Mwenyezi Mungu anafika mahali anatumia wale ambao wanaonekana ni kama ni wao, hawana nguvu, wale ambao wameweza na kunyenyekea mbele zake. Anawainua kiasi ya kwamba hata wale ambao walikuwa wanajiona ndio wenye nguvu, wanafika mahali wanaangalia, wanauliza, huyu amefanya nini? Maana ule unyenyekevu ambao umekuwa nao mbele za Mwenyezi Mungu. Hata Paulo wakati mmoja katika Biblia neno takatifu akasema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na hiyo tabia ya kutumia wale ambao wanaonekana sio wenye nguvu, wale ambao dharauliwa, anawatumia mta kuliko wale ambao wanahisi kwamba wako na nguvu, wanajiona kwamba wako juu sana, ili akaweze na kuonyesha kwamba yeye ndio mwenye nguvu, yeye ndiye Mungu. Na hapa katika huu unyenyekevu, tukiangalia mahali ambapo Yesu aliweza na kuzaliwa, tunaona kwamba ni kweli kabisa. Wakati mwingine Mungu hupendelea sana kutumia wale ambao ni wanyenyekevu. Tukiangalia fundisho lingine kutoka pale ni kwamba wito wa Mwenyezi Mungu ni kwa watu wote. Hakuna wale ambao ndio wanafaa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, kuna wengine ambao hawafai. Hapana. Akiita mtu amemuita vile alivyo. Mungu ana upendeleo kabisa. Mungu ana upendeleo. Ukimwamini siku ya leo, asubuhi ya leo, anakuitikia tu. Na yuko tu anasema, njoo mwanangu, ninakungojea. Mwanangu njoo, ninakupenda. Mwanangu njoo, ninaona yale ambayo unayapitia, ili nikaweze na kukutoa pale, nikaweze na kukuonyesha mwangaza wangu. Wito wa Mwenyezi Mungu ni kwa kila mtu. Hakuna yule ambaye ni special na mwingine ambaye sio special. Wote wito wa Mwenyezi Mungu uko the same. Anaweza akatumia yeyote yule ambaye anataka ama angetaka kumtumia. Ninaamini kwamba hakika tumebarikiwa. Ninaamini kwamba hakika umeweza na kupokea kitu kutoka pale. Kuna ile neno ambalo limeweza na kukubariki. Ni maombi yangu ya kwamba ukaendelea na kutafakari yote, ili Mwenyezi Mungu akazidi kututumia na tuangalie sana, tuwe wanyenyekevu mbele zake. Ni siku ya Ijumaa ambapo kuna ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada ya baraka. Mungu na wabariki. Mungu wa pamoja nanyi na kwako mtazamaji wangu, mahali popote pale utashinda ukiwa. Neema ya Mwenyezi Mungu ikakutoshe, ikatembee ikiwa juu yako, na tupatane saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Bye bye.